Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikhwani fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Imamu mkuu wa msikiti huu Sheikh Shahid na viongozi wote wa msikiti huu, mbele yetu amekuja kuswali nasi mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yetu bwana Adam Malima. Labda niseme wazi tu na nimuombe radhi yeye mheshimiwa mkuu wa mkoa aliponishauri au nijulisha kwamba toka ameletwa au toka amekuja Mwanza amebanana kikazi. Swala ya Ijumaa ya kwanza aliyofika aliswalia nje ya mji hapa Magu, lakini ya pili Ijumaa iliyofuata alikuwa amekwenda kukabidhi kule Tanga. Sasa akanitaka kama Sheikh wa mkoa nishirikiane naye aswali wapi, lakini yeye lengo lake ananiambia nataka kuswali na kuondoka. Mimi nataka kuswali tu, mambo ya itifaki msiniwekee sijui pita mbele usalimie, iko siku nitawasalimia. Mimi nikamkatalia, nikamwambia haiwezekani uje uswali na ndio mara yako ya kwanza halafu uondoke usiwasalimie Waislamu. Kwa hiyo nikawa nimempa kazi ngumu kidogo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii mbele yake kumuomba radhi kwamba nimekufanyia kitu ambacho hukukitaka, lakini mimi mapenzi yangu nimeona kwa nafasi yako na wewe umekuja kuwa mlenzi wa watu wa Mwanza bila kujali dini zao wala kabila zao. Sasa umebahatika kuja kuswali msikitini, ni vizuri uwasalimie Waislamu. Lakini pia tuna bahati nyingine katika mkoa wetu, tumetembelewa na katibu wa mkoa wa Singida bwana Burhan, katibu wa Bakwata. Kwa hiyo ni nur ala nur, lakini kwa sababu ya muda na wakati wenyewe sio wakati rafiki sana, tutamuomba yeye mheshimiwa mkuu wa mkoa achukue taklifu ya kuwasalimia. Na niwaambie tu mheshimiwa mkuu wa mkoa, yeye mkuu wa mkoa kwanza sio mgeni Mwanza kama mnavyofahamu, kabla hata hajaja kanda ya Ziwa, na baada ya kuja kanda ya Ziwa amekuwa mkuu wa mkoa wa Mara, mnafahamu baadhi yenu. Na kama mnavyojua ukishakuwa mkuu wa mkoa kwenye moja ya mikoa ya hapa kanda ya Ziwa, Mwanza haukatiki. Lakini yeye si mgeni Tanzania. Ukisikia tu Adam Malima mahala popote, sio Mwanza, iwe popote Tanzania, watu wote wanamfahamu, wanamjua. Na Mwanza huja na akaswali baadhi ya misikiti, akaswali akaondoka. Moja ya sifa yake yeye ni mtu mwenye kusimamisha swala. Pamoja na ukuu wake wa mkoa haachi swala. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunakupongeza kwa hilo, kwa sababu wako watu akipata kacheo tu hata katibu tarafa au katibu kata, mabegi anapanda swala tena haijui. Wewe umekuwa tofauti, unasimamisha swala lakini unaipenda imani yako. Pamoja na kuipenda imani yako humbagui mtu kwa lolote lile. Kwa hiyo tunakupongeza kwa hilo. Waumini wa Masjid ya Abedi, nilikuja hapa kwa mara ya mwisho kuja kualikeni shughuli ya harambee ya ujenzi wa vituo vya afya tulioifanya pale Nyamagana. Kabla sijamkaribisha mkuu wa mkoa, nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa mahudhurio na kuendelea kuwaomba tuendelee kuchangia jambo lile la ujenzi wa vituo vya afya, kwa sababu kusudio letu ni kujenga kila wilaya katika mkoa wetu wa Mwanza. Jitihada zinaendelea kuwafikia wale waliotuahidi. Kwa siku ile ile pale ahadi na kesh tulipata karibu milioni 144 siku ile pale, ahadi na kesh. Na tulipata mifuko ya cement karibu 600. Iliyofika pale ilikuwa karibu mifuko 80. Tunaendelea kusanya na kuwafuata wadau ili waweze kukamilisha. Na nyinyi inshallah kwa yote yale atakayeguswa, ofisi zetu ziko wazi, fika. Na bahati nzuri unaweza ukatembelea vituo vinakojengwa. Ukienda Kiseke utakiona, Misungwi utaona, Sengerema utaona. Nimeona haya niyaseme kwa sababu inawezekana nikakosa nafasi kwa karibu tena kuja kuwashukuru hapa. Kwa hiyo kwa nafasi hii iliyotuleta leo, mkuu wa mkoa sio kwamba mmemwona leo atakuja tena mara kwa mara kuswali, lakini leo tumeifanya rasmi. Na nimemuomba kwamba misikiti yetu yote mikubwa hapa katikati ikimpendeza
basi kwanza aigawie kila msikiti afike Masjid Raudha, afike Masjid al-Jumaa, afike Masjid Nur na yote iliyo katikati. Mimi nimesema sisi Mwanza, mheshimiwa mkuu wa mkoa, BAKWATA inasimamia ile dhana yake ya BAKWATA kwamba BAKWATA ni umbrella ya Waislamu, BAKWATA ni mwavuli wa Waislamu. Tumejitambua, tumebadilika, tumeacha mazoea. Kwa hiyo sisi taasisi zote, ningeweza kusema ukaswalie msikiti unaosimamiwa na BAKWATA moja kwa moja. Pale ofisini kwangu na msikiti na tunaswali Ijumaa. Hakika sema hapana. Tuna misikiti chungu nzima, Asas, Shamsia, sijui wapi ningekupeleka. Lakini kasema kwanza ukaswali Masjid Abedi. Uswali hapa kwanza, na ukiwa hapa unaweza ukajihisi huko Madinatul Munawwara. Unaweza ukahisi huko Maamuri, Dar es Salaam. Mtu tunajivunia chako bwana. Kwa hiyo nikaona kwanza na mimi nje njitanue hapa, shehe wa mkoa nikulete Abedi kwanza. Ukishasali Abedi sasa nitakupeleka msikiti mwingine Ijumaa, nitakupeleka Raudha, na kule kwangu nitakupeleka, lakini kwanza Abedi. Baada ya kusema haya, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa heshima na taadhima tunakuomba uwasalimie Waislamu, na niwaombe sana tumsikilize. Hivi punde anatoka kwenye kikao cha sensa pia, na mheshimiwa mufti katoa agizo toka jana kwamba leo Ijumaa pia tusiache kukumbushana habari ya sensa. Ni jambo lipo katika dini, halikatazwi kwa mujibu wa sheria. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kwenda kwenye vita vya Badri al-Kubra alifanya sensa. Mtume alipohamia Madina kutoka Maka alitengeneza diwan kwa ajili ya sensa. Kwa katika Uislamu hakuna pingamizi la jambo la sensa. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu, uwanja huu ni wako. Waumini hawa wa Abedi mara nyingi wakimeza kuswali baada ya dua na michango huwa wanaondoka, lakini leo kwa heshima yako wote wameendelea kukaa ili wakusikilize. Basi chochote utakachoamua, ima kuwasalimia, ima kuambia chochote, na baada ya hapo si vibaya baada ya wewe kumaliza kusema tukakuombea Mungu ili Mungu akuimarishe katika kazi yako. Kwa heshima na taadhima, karibu sana. Hapa sogea kwa hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Sayyidi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mimi naitwa Adam Kigoma Ali Malima. Katika hivi siku chache zilizopita, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ilimpendeza kwa kuelekezwa na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba anitoe Tanga anilete Mwanza kuja kuwa msimamizi wa masuala ya maendeleo na ulinzi na usalama kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza, na kwa maana hiyo mwakilishi wake mkuu katika mkoa wa Mwanza. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimepokea uteuzi huo. Lakini kama alivyosema Sheikh Hassan, katika kubwa lote katika uteuzi huo ni kwamba nimekuja kwa ndugu zangu. Mimi Mwanza sio mgeni, na katika kazi zetu tunafanya mambo mengi ambayo tunapokaa tunajumuika mmoja na mwingine. Mara nakuja Mwanza na kwenda Shinyanga na kwenda wapi, tunabadilishana mambo mengi. Kwa hiyo hapa Mwanza si mgeni. As a matter of fact, hapa Masjid Abedi nimewahi kusali mwaka jana nadhani au mwaka juzi. Ijumaa ilinikuta hapa Mwanza nikasalia hapa. Kwa hiyo hata leo nilikuwa nimemnongona mwenzangu, pia ni mjumbe wa kamati ya sensa ya mkoa, katika wajumbe wale 12 waliokuepo. Nikamwambia bwana, mimi mwenyekiti wa kikao, lakini ikifika muda kusali nitakatisha au nitamaliza ili twende tukasali Ijumaa. Tukasali wapi? Yeye akaniuliza swali la mtego, akaniuliza wewe unataka kwenda kusali wapi? Nikamwambia mimi na kawaida msikiti wangu nikija Mwanza ni Masjid Juma. Akasema sasa leo naomba twende Masjid Abedi. Tukao bishana lakini
Nilikuwa nasema shehe mkuu wa mkoa anaposema inakuwa sio ombi, inakuwa agizo. Kila mtu anatamba kwenye maeneo yake ya kujidai. Kwa hiyo yeye aliposema vile kwangu ikawa ni agizo. Lakini nilimsihi, nimwambia bwana mimi nataka kuingia kimya, nitoke kimya. Nikijua kwamba baada ya Ijumaa kuna watu wengine wana kazi zao, wana biashara zao, nikiwaweka inakuwa karaha. Lakini akasema basi kwa sababu ndio Ijumaa yako ya kwanza kama mkuu wa mkoa. Sio Ijumaa yangu ya kwanza Mwanza. Mwanza nimeshasali sana. Kama mkuu wa mkoa utusalimie, utupe nasaha za mkuu wa mkoa. Kwa hiyo hili jambo kwa wale ambao nawakera na mawakwaza wanisame tu, lakini ilikuwa maagizo ya bwana mkubwa hapa. Na mimi ni mtekelezaji kama nyinyi. Lakini niseme mawili au matatu kwa ufupi sana. Moja, ndugu zangu, sisi tuna dhamana kubwa. Na mimi ndugu yenu. Na alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna mtu kati yenu mwenye umri uliosogea mbele ambaye ana mashaka kwamba mimi ninayajua ya kwetu ya nchi hii. Katika sisi wenye umri hapa miaka 40 labda au 50 tuseme kwenda mbele, hakuna asiyejua kwa mimi nayajua nchi. Sasa sisi tuna dhamana kubwa, kwanza kwenye historia mpaka kwenye mwenendo wa mambo mengi. La kwanza ninaloomba mnisaidie. Mimi nimekuja niwe mwakilishi mtawala wa Mwanza. Mwanza si padogo. Kwa kila siku iendayo kwa Mungu, tathmini tunayofanya ni kwamba Mwanza na watu milioni 8. Kwa hiyo anayeishinda Mwanza ni Dar es Salaam peke yake. Na amini Mungu, hata hao miji mingine mikubwa ukisikia sijui Kigali, sijui Kampala, ni kwa sababu ni makao makuu ya nchi. Lakini inawezekana kwa Afrika Mashariki na ya Kati baada ya Dar es Salaam Mwanza hii ikashindana hata na Nairobi kwa wingi wa watu. Dhamana yangu mimi ya kwanza ni mkuu wa ulinzi na usalama wa Mwanza. Na kwa maana ninapokuwa mkuu wa ulinzi na usalama wa Mwanza, mimi ni wa wenu wote. Kwa kila mtu atakayelala na kuamka, mkilala nataka nijue mmelala salama, na mkiamka nijue niambiwe na vyombo kwamba mmeamka salama. Ndio wajibu wangu. Na kama lipo jambo kubwa na mimi nimfikishie Mheshimiwa Rais kwamba Mwanza kuna jambo 1 2 3 4 5. Kwa hiyo nakuombeni mnisaidie. Sisi tuna kawaida yetu, ni watu wa amani, ni watu wa utulivu, ni watu wa mahaba, ni watu wa kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo nakuombeni mnisaidie katika majukumu hayo. La pili, nataka niwasihi la kwetu. Na waomba Sheikh Hassan, hili la kwako. Na simungunyi maneno. Kwanza siwaogopi, na wapenda. Nikidondoka hapa, wewe ukilisimamia, mkienda chini mkinikafini na joho langu jeupe, mkinizika Mwanza, watu watasema kazikwa kwao kwa jamaa zake. Labda kama unikane leo. Hujanikana bado. Kwa hiyo niseme ya moyoni. Elimu. Hatusomi. Nimekwenda Tanga na madarasa yote yale. Shamsia, Tamta, Zaharawi, Mawa, wazito. Vigogo vya elimu viko pale. Tunasoma hili jambo, hili lingine tunaliacha. Ndugu zanguni, na kule nako tusome. Shehe wangu, kuna mtu kanikasirikia akasema amempeleka mkewe ndani hospitali, mke wake kaingia ndani katoka, anaokota na jitu limetoka linamsuli kama mguu wa ng'ombe. Nani ule umetoka naye? Ndio daktari mwenyewe huyo. Kwani kulikuwa hakuna madaktari wa kike? Sijui, sikuuliza.
Nimekwenda ndani, kwa hiyo amekuchunguza sehemu zote za mwili kote. Ndio daktari kaenda kuniangalia kama kuna kansa ya ziwa, kwa hiyo kalishikashika. Sasa kalitomasa. Aya. Kanuna wiki nzima vipi? Haya, nenda kaangalie daktari. Kwani daktari wa kike hiyo alikuwa wewe kwako kusomesha, utakao somesha nani mwingine? Wewe kwako mtoto wako wa kike ukumsomesha. Unanuna. Tunakwenda mashuleni. Watoto wetu wa kike tunakwenda mule, sisi ndio tunaosambaza walimu. Saa nyingine tunakosa walimu wa kuwapeleka. Kwa sababu watoto wa kike hatukuwasomesha. Kwa sababu basi kila aina. Sasa ndugu zangu, tunapigwa huko mahakamani. Sehemu za kushinda, kiwanja hiki cha fulani, huna mwanasheria wa kumpeleka wa kukutetea. Haukusoma. Na kuombeni ndugu zanguni, wenzetu huko nje, na hii nakwambia ni wazi kabisa, wenzetu huko nje UAE, Saudia, wapi, waligundua mafuta wakabweteka, wakabaki wao kila kazi wanaajiri watu wengine. Sheikh Hassan, ukienda sasa hivi Abu Dhabi, katika watu 4,000,000, 1,000,000 Waarabu, 3,000,000 wageni. Wale wageni wamekuja na kila aina ya jambo. Saa hizi Dubai katikati Ijumaa saa 8 mchana unamkuta mtoto kavaa kibukta mpaka hapa. Wengi wao wako 3,000,000, si tuko 1,000,000. Hawakusoma, hawakusomesha, ikabidi ufalme ule na utajiri ule ushikwe na watu wengine. Sasa mimi ombi langu na kuombeni wote mjijue kwamba kwenye nchi hii tunastahili na haki sawa. Tuna wajibu na dhamana ile. Nendeni mkasome. Ili watoto wetu wawe madaktari, wawe walimu, wawe wanasheria, wawe mainjinia. Sio inapigwa interview ya kazi, jamani tunataka nafasi fulani, wanakosekana watu wa kuja, alafu tunalalamika. Kwa hiyo mimi kote nilikopita nimesema jamani, someni. Ikra. Baada ya kusoma hakuna lingine, na kesha tusome kote. Kwa sababu haya ndio mambo ya Sheikh Hassan alikuwa akisema hapa. Unaweza kumkuta mtu profesa kamaliza madigrii yote, jina lake Ali Ibrahim Muhammad, majina yote makubwa, lakini haogopa kujionyesha kwamba yeye ni miongoni mwetu. Ataonekana mshamba. Nakumbuka niliporudi mimi kutoka masomoni Ulaya, nipata kazi benki kuu mwaka 90, miaka 32 sasa. Nimekaa pale, nakumbuka ilikuwa na kawaida mimi Ijumaa kama saa 6 ikifika, huyo nachomoka zangu na baragashia yangu, kanda mbili pocho, huyo naenda zangu msikitini. Niliporudi kulikuwa na hoja nzito fulani ilikuwa inatembea pale. Sasa ile document iliyokuwepo ilikuwa kutoka Benki ya Dunia, ikawa inaeleza mambo fulani, lakini wenzangu wanashindwa kuitafsiri. Kasa hebu leteni niione. Nikamwambia hii inakwenda hivi. Alisema mtu mmoja, siwezi kusahau. Akasema, wewe Mswahili na hilo likofia lako unapiga Kiingereza kizito. Namshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo hayatengani, yanakwenda pamoja. Lakini ukiyajua, yule ambaye anaijua dini yake na akamthamini Mola wake, anakuwa profesa mzuri zaidi. Yule ambaye pale Muhimbili tukienda msikitini nakutana na mabingwa kabisa wengine, wakina Tamimu, wakina marehemu nani wale,
kwa bingwa kabisa wa sukari nchi hii, dunia, katika Tanzania nzima. Lakini wanatoka pale, muda ukifika wanaingia ndani, wanatoka. Hakuna mtu aliyesema kwamba haya na haya hayatofautiana, yana mwiko. Sasa sisi